yote kwa Yesu, yote kwako Mwokozi, natoa sasa, yote namtolea Yesu, nami naona sasa furaha ya ukombozi na sifuke na yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwako Mwokozi, natoa sasa. Nasoma neno huku tu na ubatizo, kitabu cha Marko 16 mstari wa 15 nasema, huyu Yesu akamwambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo unaweza ukawa ni Kristo, lakini Kristo kamili yule ambaye amekwisha batizwa, lakini yule ambaye ni Kristo alafu hajabatizwa tayari yuko chini ya hukumu. Kwa hiyo hapa ni hii kauli ni ya Yesu ambaye ndio mwanzilishi wa huu Kristo, kwamba ukishamwamini yeye hatua inayofuata ni ya kubatiza. Bwana asifiwe sana. Na huu batizo tunaufanya kwa namna gani? Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 28 utasoma kuanzia mstari ule wa 19 kaanzia mstari wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, umepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Nasema mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana ambaye ni Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo papo nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo tunakubatiza kwa jina la Baba na la Mwana ambaye ni Yesu Kristo na la Roho Mtakatifu, na Bwana anakupigania, Bwana atembea nawe mpaka siku ya maisha yako. Kwa hiyo ni agizo ambalo Yesu sana. Basi tutaanza Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, ile agizo lako Bwana la kubatiza watu wako kuwa wanafunzi wako, nami saa hii ya leo nambatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ile Roho wako mwenye nguvu akatembee naye sasa, kuanzia leo, sasa hata milele, kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai, kama ambavyo Yesu aliagiza kama tukawafanya mataifa kuwa wanafunzi wako, tukabatiza kwa jina la Baba ambaye ni Mungu wa mbinguni, na la Mwana ambaye ni wewe Yesu Kristo, na Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wako Bwana. Nami saa hii ya leo nambatiza baba huyu
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nakubatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa uweza wako. Asante Bwana Yesu kwa nguvu zako. Asante Bwana Yesu kwa ukombozi. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa wema wako. Asante Bwana Yesu kwa nguvu zako. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya ndugu hawa wawili ambao siku ya leo umeona uso wako mahali hapa kwa njia hii ya batizo. Baba, tembea nao, uone wewe, waone nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Baba, naomba pia kwa ajili ya huyu mama ambaye muda huu anatazama, huyu kijana, huyu mzee, huyu bibi, Bwana ukamguse pale alipo, Bwana ukamwonyeshe zile nguvu zako, ule uweza wako Bwana, naye aweze kushukia katika kiti cha enzi katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Amen. Bwana wabariki sana. Bwana atubariki sana. Amen. Imbeni, imbeni malaika, sifa za Yesu Bwana, pekee limetukuka jina lake. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Basi mshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii ya ubatizo, kwa ajili ya kubatiza wenzetu hawa, na kama ilivyo ada, baada ya ubatizo ni kushiriki meza ya Bwana. Bwana hata Yesu aliposhiriki ile meza alikuwa tayari amebatizwa na Yohana Mbatizaji. Sifa mojawapo ya Yesu ni kubatizwa. Mwanzilishi wa huu Kristo ambaye ni Yesu, yeye pia alibatizwa na Yohana. Alafu baadaye ndio sasa akaandaa hii meza ya Bwana. Kwa hiyo ni vizuri na sio vizuri tu, ni amri kwamba lazima batizwe maji mengi alafu ndio shiriki meza ya Bwana. Wewe unakuwa Mkristo kamili. Unaona pia hata imetokea leo mtu umekosea, ni rahisi kusamehewa. Kwa sababu gani? Tayari una zile chapa za nani? Za Kristo ziko ndani yako. Bwana asifiwe sana. Basi tutafanya ibada fupi tu hapa ya kushiriki, then baada ya hapa tutamaliza. Kitabu kile cha Mathayo sura 26, tufunge macho. Naomba David na hii meza. Kitabu kile cha Mathayo sura 26 mstari ule wa 26, angalia kule. Anasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa akasema, kwa maana kunyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kwa macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, angalia huko. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, naweka wakfu divai hii na mkate huu katika jina la Yesu Kristo. Utakapoutumia Bwana ukafanya kazi ndani yao. Mkate huu Bwana utakaoula mahali hapa, Bwana ukafanya uzima ndani yao. Wapokee ule uzima wako Kristo Yesu. Wapokee ule uzima kwenye miili yao, ule uzima katika familia zao, Bwana upokee. Na hii damu Bwana wakishiriki, Bwana ukafanya ondoleo la dhambi ndani yao katika jina la Yesu Kristo. Wapokee utakaso na nguvu kwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Basi mzee, utakuja utachukua mkate pamoja na divai, utashiriki kwa njoo. Haleluya. Twende kwa Yesu. Mkate kwanza. Mimi nawe pia atonya tuitu. Haleluya. Imo tuoni na wenye hai na furaha
raha tutaiona, mioyo ikitakata kwako Mwokozi, tuonana na milele kukaa. Funga macho yako. Baba, nakushukuru kwa ajili ya familia hii mpya ambayo imeingia katika uwepo wako. Asante Yesu kwa familia hii mpya ambayo Bwana umenipa. Bwana, nakushukuru kwa wema wako. Bwana, ukatembee nao. Roho Mtakatifu aongozaye, ashaurie, afundishaye, Bwana ukatembee naye sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, hata muda huu ambako tunatoka mahali hapa, Bwana watangulie. Wanaosafiri kwenda mikoani, Bwana watangulie. Wapo hapa Arusha, Bwana waguse katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Amen. Basi Mungu awabariki sana. Bwana watie nguvu. Waende na amani ya Bwana. Siku ya leo mmezaliwa kwa upya. Yesu Kristo yuko ndani yenu. Roho wa Mungu atawaongoza. Barikiwe sana basi. Muwe na jioni njema mpaka tena siku nyingine. Amina. Na sote barikiwe sana. Amina.